House yakisema mjumbe maalum Steve Witkoff ataelekea Moscow. Watu wanakwenda Russia hivi sasa tunavyozungumza. Rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano, tunatumaini tunaweza kupata sitisho la mapigano kutoka Russia. Msemaji wa White House Caroline Leavitt amekiambia kituo cha televisheni cha Fox News kuwa mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz alizungumza na mwenzake wa Russia siku ya Jumatano. Maafisa wa Marekani walikutana mapema wiki hii na maafisa wa Ukraine nchini Saudi Arabia kuwasilisha mpango wa kusitisha mapigano. Mashambulizi ya anga ya Russia usiku wa kuamkia leo yamesababisha vifo vya watu wawili katika mkoa wa kusini mwa Ukraine wa Kherson, maafisa wamesema hii leo Alhamis. Gavana wa Kherson Alexandre Prokodin amesema katika mtandao wa Telegram kuwa eneo lake lilishambuliwa na ndege zisizo na rubani za Russia pamoja na makombora na kwamba mtu mwingine alijeruhiwa. Katika mkoa jirani wa Dnipropetrovsk, Governor Serhiy Lysak alisema watu wasiopungua 3 wamelazwa hospitali baada ya shambulio la Russia kuupiga mji wa Dnipro. Lysak alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo liliharibu majengo kadhaa ya makazi ikiwa ni pamoja na kuvunja madirisha. Maafisa katika mkoa wa Sumi waliripoti Alhamis kwamba ndege zisizo na rubani za Russia zilianguka kwenye gari kadhaa na kuwaka moto kiasi cha droni 20. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kuwa limetungua ndege 74 kati ya 117 zisizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia ilizirusha usiku wa kuamkia leo. Na mamilioni ya watu wanaokimbia vita Sudan huelekea Libya. Wale wanaonusurika katika safari hiyo wanaelezea habari za mateso wanayokabiliwa nayo kwenye kambi za vizuizi zinazoendeshwa na makundi yaliyojihami. Aida Isa anaisoma ripoti kamili. Taarifa ya kuwepo dharura ilikuja kutoka ndege inayofanya ukaguzi ya Eagle 3 ya idara ya Umoja wa Ulaya ya mipaka Frontex. Taarifa hiyo ilieleza kuwa kuna boti iliyokuwa ina takriban abiria 70 ambayo ilikuwa inakwenda mrama nje ya ufukwe wa Libya. Wengi waliokuwepo kwenye boti hiyo ni watoto ambao wametoroka vita huko Sudan. Meli ya uokozi ya Humanity One inayoendeshwa na shirika lisilo la kiserikali la Ujerumani la SOS ilikwenda haraka kwenye eneo hilo la tukio na kugundua kuwapata abiria wa boti hiyo wakiwa wameanguka majini, wengi wao wakiwa wamedhoofika baada ya kuwa majini kwa takriban siku 2. Miongoni mwa wale walioweza kuokolewa ni kijana kwa jina Farid mwenye umri wa miaka 17 ambaye hakutaka jina lake la kweli kutumiwa. Alisema anatokea mji wa El Fasher katika jimbo la kaskazini la Darfur nchini Sudan. Alipokuwa kwenye meli ya uokozi alisema kuwa helikopta bado zinazunguka. Mashambulizi ya anga baada ya mashambulizi ya anga, mili ya watu inasambaa kila mahali. Maelfu ya watu wameuawa tangu vita kuanza baina ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF hapo mwaka 2023. Zaidi ya watu milioni 12 wamepoteza makazi yao na takriban watu milioni 24.6 wanahitaji msaada wa chakula. Farida anasema kuwa makundi yanayopigana yanaiba chakula cha msaada na kisha kukiuza. Anasema hiyo ndio maana watu wengi wanakuwa na njaa huko El Fasher. Kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, kuna zaidi ya wakimbizi 1210 nchini Libya. Idadi hiyo ikichangia 73% ya wakimbizi wote nchini humo, na kila siku wakimbizi wanazidi kuwasili. Tangu kuanguka kwa serikali ya Muammar Gaddafi mwaka 2011, Libya imekumbwa na mizozo ya wenyewe kwa wenyewe na ni mojawapo ya njia kuu kwa wahamiaji wanaotoroka vita na umaskini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji walitangaza kukamatwa kwa watu kadhaa kama sehemu ya uchunguzi wa rushwa unaohusishwa na bunge la Ulaya, huku kukiwa na ripoti katika vyombo vya habari vya ndani kwamba kampuni ya China Huawei iliwahonga wabunge wa EU. Kukamatwa kwa watu hao kumekuja wakati uchunguzi wa gazeti la Le Soir na vyombo vingine vya habari
vikisema kwamba washawishi wa sera wanaofanya kazi katika kampuni kubwa ya mawasiliano ya China wanashukiwa kuwahonga wabunge waliopo madarakani au wa zamani katika bunge la Ulaya ili kutangaza sera ya biashara ya kampuni hiyo barani Ulaya. Takriban maafisa 100 wa polisi wa serikali kuu walifanya upekuzi mara 21 katika miji ya Brussels, The Flanders na Wallonia pamoja na Ureno, ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuu ilieleza. Watuhumiwa watahojiwa juu ya kuhusika kwa vitendo vya rushwa ndani ya bunge la Ulaya na pia kwa ajili ya kugushi na matumizi yake, waendesha mashtaka walisema. Makosa hayo yanadaiwa kufanywa na taasisi inayohusika na uhalifu. Ubalozi wa China nchini New Zealand unamshutumu jasusi wa ngazi ya juu wa Wellington kwa kusema uongo baada ya mkuu wa ujasusi kuonya kuhusu hatari za kiusalama zinazosababishwa na ushawishi wa Beijing katika eneo la Pacific. Katika hotuba yake mjini Wellington wiki iliyopita, mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi wa usalama wa New Zealand Andrew Hampton alisema lengo la mataifa ya Pacific juu ya masuala ya uhalifu wa kiuchumi na kimataifa limefungua mlango kwa China kutia saini mikataba ya kimkakati na mataifa hayo ambayo yataunganisha ushirikiano wa kiuchumi na usalama. Matamshi yaliyoelezwa hayana msingi wowote, uzushi na kiwango cha kusambaza taarifa za uongo, ubalozi wa China mjini Wellington ulisema. Kwa mtu aliyeshikilia nyundo, kila kitu kinaonekana kama msumari. Katika miaka hivi karibuni, Beijing imeingia makubaliano na mataifa kadhaa ya Pacific na kuitia wasiwasi New Zealand, mwanachama wa muungano wa ujasusi wa Five Eyes, pamoja na Uingereza, Marekani, Canada na Australia. Rais wa Taiwan Lai Ching-te alisema hii leo Alhamis kwamba China imeimarisha kampeni zake za ushawishi na kuingilia kati dhidi ya kisiwa cha kidemokrasia, ikiahidi hatua ya kukabiliana na juhudi za Beijing za kuizuia Taiwan. Taiwan imeishutumu China kwa kuongeza mazoezi ya kijeshi, vikwazo vya kibiashara na kampeni za ushawishi dhidi ya kisiwa hicho katika miaka hivi karibuni, ikilazimisha kisiwa hicho kukubali madai ya uhuru wa China. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufanya mkutano na maafisa waandamizi wa usalama, Lai alisema Beijing imetumia demokrasia ya Taiwan kuwakandamiza wanachama mbalimbali katika jamii, ikijumuisha vikundi vya uhalifu vilivyopangwa, watu mashuhuri katika vyombo vya habari na maafisa wa sasa na wa zamani wa jeshi la polisi. Miaka hivi karibuni ikilazimisha kisiwa hicho kukubali madai ya uhuru wa China. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufanya mkutano na maafisa waandamizi wa usalama, Lai alisema Beijing imetumia demokrasia ya Taiwan kuwakandamiza wanachama mbalimbali katika jamii, ikijumuisha vikundi vya uhalifu vilivyopangwa, watu mashuhuri katika vyombo vya habari na maafisa wa sasa na wa zamani wa jeshi la polisi.